Uwanja Yanga ni irithi kwenye nyumba ya shehe kwa Mo na Simba. Kwa sababu sasa sio uwanja tena. Rekodi ya timu zetu, mwenendo wao wa kutaka kushindana kwenye kila kitu, hii ni kama irithi kwenye nyumba ya shehe kwa Mo na Simba. Shehe ni mtu wa ibada, unafahamu. Kwa kukuta irithi manake uchulo ambao lazima Simba wakiona Yanga wanafanya hivi na wao lazima watatazama kupata uwanja kama ambavyo Simba Yanga wanapata. Kwa ni riziki kwenye nyumba ya shehe, ni uchuru. Haina maana shehe mshirikina, hapana. Sio kitu ambacho cha kawaida, maana kifuatili yake ni kwamba hawatukubali Yanga Simba wale baada ya kuona Yanga Africans. Lakini umeuliza swali zuri sana kwamba tuzungumzeje kuhusu viwanja. Ni mwenda wazimu peke yake ambaye leo ataona swala la hivi vilabu kupata uwanja ni tatizo. Lakini ni mwenda wazimu pia peke yake ambaye hatotaka kujua mustakabali mzuri wa umiliki wa viwanja kwa hivi vilabu, ule wenye faida kwa maslahi ya vilabu. Lakini ni mwenda wazimu peke yake ambaye hatoamini kwamba mikataba hii inakwenda kujenga viwanja. Kwa sababu moja, umehoji 50% kwa 50. Ni mgawanyo wa faida ambao umewekwa kwa Yanga Africans na GSM. Lakini umehoji ukomo ni lini. Bahati mbaya haujatanabaishwa ukomo juu ya kile ambacho wamekubaliana na ile faida itakuwaje. Lakini tunarudi, klabu inataka pesa, inataka ukomo. Klabu inataka pesa, lakini yenyewe itapataje pesa kwenye uwanja? Bahati mbaya watu wengi wanadhani uwanja ni viingilio tu uwanjani. Uwanja wa mpira unatumika kwa shughuli nyingi, na hususan kwenye jiji kubwa kama hili la Dar es Salaam, na namna ambavyo uwanja utakuwepo. Kwa hata mgawanyo wa faida utakuwa mkubwa katika kiwango kikubwa. Sababu pale kiwanjani VIP kuna lounge, watu wanajua. Au tumezoea viwanja VIP kimalizika watu wanakaa tunapiga story kwaje pale au story za misiba. Lakini utakuwa kuna lounge, kuna hotels, kuna ofisi za watu, kuna maeneo ya utalii, kuna maduka mule ya club, kutakuwa kuna vitu mbalimbali vinavyohusiana na club, na watu wengine watapata ofisi zao, patafanyika shughuli mbalimbali za mvuto ndani ya eneo la uwanja. Umefahamu vizuri? Kwa tayari kutakuwa kuna maparking pale. Unajua pale uwanja ule utapata parking hata siku za kawaida. Watu watakuwa na parking pale, mtu atoa magari yao anaondoka. Umeelewa vizuri? Maana